CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Jina langu naitwa Mohamed Andrea Jonathan, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo, Chama cha Mapinduzi kutokea mkoa wa Kusini Unguja. Ndugu wanahabari, karibuni sana katika ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukikutana mara kwa mara kwa ajili ya kuongea na wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na wananchi mbalimbali waliokuwa nje ya mkoa wetu wa Kusini Unguja kupitia nyinyi waandishi wa habari. Lakini pia tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaenda kuifanya ya kuhabarisha umma, kufikisha taarifa katika jamii. Hongereni sana. Ndugu wanahabari, kama tunavyotambua, tumeona leo tukutane kwa jambo kubwa moja tu. Jambo kubwa moja tu. La kwanza, kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, Wazanzibari kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla. Siku ya tarehe 9 Disemba 2025 kwa kuendelea kudumisha amani, kuwa wananchi wasikivu na kusikia maelekezo ya viongozi wao wa kitaifa, bimaana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na viongozi wengine mbalimbali ambao walitutaka tuendelee kudumisha amani katika maeneo yetu, kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo katika taifa letu. Hilo ni jambo la kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na Watanzania kwa ujumla. Tukasema hapana, leo tukutane kwa lengo la kuwapongeza wananchi, na hii inaonyesha namna gani wananchi wapo tayari kusikiliza na kupokea maelekezo ya viongozi wao, kwa sababu wao wenyewe wananchi wanapenda amani, tofauti na baadhi ya watu wanavyodhania, labda ambao wako ndani ama nje ya nchi, wasioitakia mema nchi yetu, wasopenda amani. Wajue kabisa wananchi wa Tanzania, wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja wamechagua kuishi katika misingi ya amani kwa maslahi mapana ya taifa lao. Lakini tukiachana na swala hilo, ndugu waandishi wa habari, lengo kubwa zaidi la kukutana siku ya leo, sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja na mkoa wetu wa Kusini Unguja, tutambue ya kwamba ni miongoni mwa mikoa ambayo inatengeneza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ni miongoni mwa mikoa ambayo inatengeneza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tunaposikia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, anazungumzwa ama watu wanazusha propaganda zisizokuwa na tija katika taifa letu, basi sisi tuna wajibu wa kukutana na nyinyi kuweza kuzungumza na kuielimisha jamii. Sisi kazi yetu ni kuelimisha jamii juu ya upotoshwaji ambao unazungumzwa aidha katika njia ya mitandao, aidha katika jamii na ndugu zetu, aidha wanasiasa upande wa pili ama wanajamii tu wasioitakia mema nchi yetu ya Tanzania, ukiwemo mkoa wetu wa Kusini Unguja. Na sisi tupo tayari kuendelea kumlinda Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tupo tayari kuendelea kumlinda Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini pia kumlinda Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Taifa. Siku ya tarehe 11 mwezi wa 12 2025, ndugu zetu wa upande wa pili, kama ninavyotambua nchi yetu ya Tanzania tunaishi katika mfumo wa multi party system, mfumo wa vyama vingi, walizungumza maneno ambayo hayakuwa na tija sana katika jamii yetu ya Watanzania na jamii yetu ya wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na taifa kwa ujumla. Tukasema sisi kama chama tuibuke leo tuzungumze na nyinyi kuunga mkono ya kuwataka wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja kuepukana na upotoshaji ambao unafanywa njia ya mitandaoni ama matamko mbalimbali yanatolewa na baadhi ya vyama vingine ambao yenye lengo la kubomoa na sio kujenga, kwa sababu sasa hivi wananchi wanachoangalia ni amani na maendeleo. Tarehe 11 mwezi wa 12, ndugu zetu wa Demokrasia na Maendeleo Chadema walitoa tamko lao ambao wakidai kwa kwamba ni msimamo wa kamati kuu ya Chadema Taifa, lakini pia katika tamko lao waligusia mambo mawili matatu juu ya kumlenga rais wetu, kupotosha jamii yetu, na sio kuelimisha, ni kupotosha jamii. Na haya yanakuja aidha kushindwa ama kukosa pa kwenda ama kukosa hoja. Maana unapokosa hoja wakati mwingine kila jambo utaliibua tu lisokuwa na tija na lisokuwa na msingi katika taifa.
Ndugu zetu wa Demokrasia na Maendeleo kupitia makamu mwenyekiti wao John Heche alizungumza na waandishi wa habari mambo mbalimbali, lakini mambo mengine hayakuwa na tija, yalikuwa na lengo la kubomoa kwa lengo. Lakini katika mazungumzo yake pia alikwenda kugusia moja kwa moja kwenda kumlenga mwenyekiti wetu wa CCM Taifa, kwenda kumlenga rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na Chama cha Mapinduzi kwa umoja wetu hatupo tayari kuona wa kwamba watu kama hawa wanaendelea kupotosha ama wanaendelea kusambaza propaganda zisizokuwa na tija katika jamii yetu, kwa sababu sisi wananchi tunachoangalia ni maendeleo, sio jambo jingine. Katika madai yao walizungumza mambo mengi sana. Moja mwa jambo ambalo walizungumza ama hoja yao walioeleza, walisema kwa kwamba wanahitaji mabadiliko ya kisheria, wanadai mabadiliko ya kisheria. Sasa tuambie tu ndugu zetu wa ACT Wazalendo pamoja na Chadema kwa ujumla na vyama vingine, siku zote tunapohitaji mabadiliko ya kisheria tuna mfumo maalum ambao unatuongoza. Hili lazima tutambue, na Chadema lazima hili watambue. Tuambie kabisa ndugu zetu wa Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa kwamba tunapohitaji mabadiliko ya kisheria kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie. Kwanza tujue ni chombo gani kilichopewa mamlaka ya kutunga sheria na wapi tunatakiwa tufate au nini tunatakiwa tufanye ili tufikie sheria tunazozihitaji. Kama tunavyotambua nchi yetu kwanza ni nchi ya kidemokrasia, tumwambie kabisa Heche pamoja na chama chake kwa ujumla, labda tuwape darasa kidogo, kwa sababu huenda wanaweza kana ongea lakini elimu hii hawana, kwa kwamba tunapotaka kutunga sheria kitu gani cha msingi tunatakiwa tufanye. Cha kwanza watambue kwa kwamba tuna bunge kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar tuna baraza la wawakilishi. Bunge ndio chombo kinachopokea, kinachofanya mabadiliko ya aina yoyote katika sheria za nchi yetu. Hata mabadiliko ya kikatiba yatafanyika kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio sehemu nyingine. Mabadiliko ya kisheria kwa upande wa Zanzibar ni baraza la wawakilishi, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano ni bunge. Hivyo basi leo hii endapo kama anahitaji mabadiliko ya kisheria, nini anatakiwa kufanya? Wanatakiwa wapeleke hoja zao ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zitapokelewa, zitasikilizwa, zitaungwa mkono. Ikiwa kuna haja sasa ya kufanyiwa mabadiliko yoyote ya kisheria wanayotaka, yatafanyika. Na walizungumzia zaidi katika swala zima mfumo wa kimahakama, mfumo wa tume ya uchaguzi na mambo mengine. Sasa haya mabadiliko yote ya kisheria hayawezi kubadilishwa kupitia jukwaa la mitandaoni. Ni lazima uwe na wawakilishi, uwe na wabunge wanawakilisha chama chako, peleka hoja zako ndani ya bunge ama ndani ya baraza la wawakilishi, zeni zitasikilizwa. Huo ndo taratibu, kwa sababu miongoni mwa kazi za bunge wataalamu wanasema ni ku make law, kutengeneza sheria, lakini pia kupokea hoja mbalimbali, kupokea mahitaji mbalimbali ya wananchi kutokea katika jamii, then wanawasilishwa katika serikali kuu. Huu utaratibu ni lazima waufahamu ndugu zetu wa chama cha Chadema, bi maana Demokrasia na Maendeleo, na tunamuomba sana ndugu yetu Heche pamoja na chama chake watambue kwa kwamba nchi yetu inaongozwa katika misingi maalum, katika utaratibu maalum, tofauti na yeye alivyosema. Lakini katika swala hili ukiendelea, ni lazima kwa kwamba watambue ya kwamba wao walishindwa kushiriki uchaguzi. Kama walishindwa kushiriki uchaguzi, bi maana hawana wawakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chadema. Nini wanatakiwa kufanya? Maana yake Heche sasa ni mwananchi wa kawaida, arudi kwa mbunge wake wa jimbo lake husika, apeleke, sisi bado tunataka 1, 2, 3, mbunge atachukua, atapeleka bungeni. Huo ndio taratibu. Hivyo basi tunawaomba sana katika hili wananchi wetu wa mkoa wa Kusini Unguja na Tanzania kwa ujumla, tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tuendelea kuelimisha jamii juu ya masuala mbalimbali ya kimaendeleo pamoja na mambo kama haya.